Nini nifanye ili niweze kuchelewa kukojoa? Hilo limekuwa ni swali ambalo wanaume wengi sana wameniuliza, na hii inatokana na ile wanaume wengi wanapitia changamoto ya kwamba wakishiriki tendo la ndoa na wanawake, basi unakuta sekunde 20, dakika moja, zimezidi sana dakika 2, dakika 3, amemaliza, na badala yake anamwacha mwanamke njiani bila kumkojoza, ama bila mwanamke anakuwa hajamaliza. Na wanawake wengi wamekuwa wanapiga sana makelele, wanaume siku hizi hawatutoshelezi, hawaturidhishi, wanawahi kumaliza, sisi bado na kadhalika. Sasa leo nitakupa hizi mbinu za kuzifanya wewe ili zikusaidie kama mwanaume kuchelewa kufika kileleni, na badala yake yeye mwanamke awahi kufika kabla yako, na mjikute wote mnaweza kuridhika. Karibu sana kwa Mbeki. Hii ni Mbeki TV. Mbinu ya kwanza, usiende haraka sana ama usiwe na pupa. Wanaume wengi wanawahi kumaliza kwa sababu ya papara ama pupa. Wanafanya vitu as tuseme hisia zinawapalia, wanakuwa very excited au wanakuwa na pressure kubwa sana kwenye tendo. Kwa hiyo mbinu ya kwanza, usiende haraka, usiwe na pupa. Manake ni nini? Kuwa na rhythm ama milindimo katika ufanyaji wa tendo. Fanya speed, fanya slow, fanya kwa nguvu, fanya taratibu, chomoa, chomeka na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ndio mbinu ya kwanza, sio ukianza umeanza. No, lazima uwe na dynamics. Hii inakusaidia katika namna gani? Hii inakusaidia kukupa utulivu na kukuhamisha katika zile stage za kikomo cha wewe kufika kilele. Mfano, umeenda haraka sana, maana yake ile sustainable ya wewe kuwa unaendelea haraka, maana yake ina transfer damu kwa haraka, ama inaweza ikapeleka mawasiliano ya kihisia kali za haraka kufikia wewe mshindo. Lakini ukienda haraka then ukapunguza speed, maana yake tayari ushaanza kuwa na dynamics ya change zile emotions au kama kubadili zile hisia na miemko. Mbinu ya haraka ni kusimama na kuendelea. Sasa simama na kuendelea maana yake ni kuchomoa kabisa, ama kusimama without pushing zaidi ya sekunde 15 ama 20. Sasa kusimama imaanishi umesimama ufanyi kitu. Maana yake mfano labda mna sex, unafanya tendo la ndoa na mwenzako, unajisikia kabisa kwamba this time nataka kukojoa, then stop there. Stop there katika namna ya kwamba unaweza ukabaki ndani, lakini mimi sishauri sana watu wabaki ndani wakiwa wamestop. Toa kabisa uume nje, na unapotoa uume nje haimaanishi uache kushiriki tendo na mwenzako. Toa uume nje, then jitafutie nafasi ya kufanya kitu kingine kwa huyo mwanamke tofauti na kumuingiza uume wako. Mfano, unaweza ukawa unaona unataka kukojoa na karibia kukojoa, chomoa. Wakati unachomoa unaweza ukatumia huo muda kumnyonya. Wakati unajinunulia huo muda wa mapumziko wa wewe kuzirudisha zile hisia zirudi chini ili ukianza uanze kama upya. Lakini wakati wewe umesimama, maana yake ukiendelea labda kumnyonya, maana yake yaanzi upya, yeye anaendelea na vile vikomo vya raha yake. Lakini wakati wewe umechomoa, unaweza ukawa unamfanya kitu kingine, labda una brush mume wako katika uke wake ama katika kisimi chake, si vitu kama hivyo, katelelo hizo, unaweza ukawa umechomoa. Sasa kunakuwa na changamoto sometimes, wewe unajifikiria unahisi unataka kukojoa, alafu mwenzako naye ndio muda huo unataka kukojoa. Hapo sasa ndo pana changamoto, kwamba ukichomoa umemkata steam, na ukibaki unaweza ukawahi kumaliza yeye kabla hajaja yeye, afu kashindwa kumfanya yeye pia aje. Nini unaweza ukakifanya pia hapo, kwa sababu na wewe pia unajisi unataka kukojoa na utake kukojoa hapo. Chomoa. Alafu itategemea na wewe na mwanamke wako ni sehemu zipi anajisikia raha sana. Chomoa. Unaweza ukatumia G-spot yake kuweza kumfanyia yako. Tunasema G-spot iko around this area. Yaani ukimuingiza vidole vyako katika haya hizi alama, G-spot yake iko katika level hiyo, umbali wake wa kutokea nje ya uke kuingia ndani. So unaweza ukaingiza, ukiona naye anataka kukojoa na wewe unataka kukojoa na unataka kuchomoa, ukaingiza kidole chako, it depend na uke wa mwenzako kwa namna gani. Unaweza kaingiza kimoja, unaweza ukaingiza viwili. Kwa ukiingiza unakikunja katika ile eneo la G-spots, then una brush ile G-spots ili yeye hata kama umechomoa isimkate mood ya yeye kufika kileleni. Kwa hiyo unaweza ukawa umechomoa na ukaendelea kumchezea hivyo katika G-spots yake ya ndani na akafika kileleni. Unaweza ukachomoa ukaendelea kumchezea kinembe chake naye akafika kileleni. Ukaendelea kuchomoa ukawa na brush na uume wako katika kisimi chake naye akaendelea kukojoa. Unaweza ukasimama ukachomoa ukaendelea kumnyonya naye akafika kileleni kukojoa. Kwa hiyo
Hii kusimama na kuendelea haimaanishi eti usimame usifanye chochote kwake. No. Simama then jipe shughuli ya kufanya kitu kingine katika mwili wake, ili sio kusimama kwako kumfanye yeye pia naye asimame. Si ushanielewa? Kwa hiyo shiriki tendo la ndoa sio kwa uendelevu. Na mimi nasemaga kila siku, enjoy the moment. Sometimes sio tu usimame eti usimame uendelee kumshika au kufanya. Sometimes unaweza ukasimama ukainuka ukaenda kunywa kidogo, ukarudi ukampa wine, ukarudi, just relax, just calm down, fanya tendo la ndoa kama jambo la starehe, sio kwamba ukilianza lazima ulimalize kwa muda huo. Unaweza ukafanya naye kidogo, ukastop, ukaangalia kitu kama, yani ni vitu kama hivyo, lakini chukua hilo isema ya mwanzo kwa sababu unahitaji naye pia awahi kukojoa, asichelewe kukojoa. Kwa hiyo mbinu ya pili ya kutumia ili kuchelewa wewe kukojoa, pale unapojisi unataka kufika kileleni kama mwanaume, chomoa na uanze kufanya activities nyingine katika mwili wake. Kwa hiyo utasimama kwa sekunde 20 ama 15, vuta pumzi vizuri. Ukiona msisimko umeshuka kidogo down, sasa unaweza ukafanya na msisimko ukaanza upya, then ndio muingilie tena, ingiza na uende na msisimko huu. Lakini pia nenda na zile dynamics nilizokuambia katika mbinu ya kwanza, taratibu, haraka, hada na kadhalika. Twende katika mbinu ya tatu, itakusaidia wewe mwanaume kuchelewa kufika kileleni kama unahitaji kuchelewa. Mbinu ya tatu itakusaidia wewe mwanaume kuchelewa kukojoa ni control ama balance ama tawala pumzi yako, miemo ile kilalulalo, ile pressure tunasema, itawale. Nikwambie watu hawafikirii kama upumuaji ni moja ya aina itakokufanya wewe uwahi kumaliza tendo, kwa sababu ile pressure unaoiendesha katika mwili wako na damu ndio inapeleka hisia kali katika namna yako kufanya umalize tendo. Kwa hiyo control your emotions, na ndio maana unaona wakati unakojoa mwanaume, jinsi unavyopumua ni tofauti na unavyoanza. Ile pumzi kama it's like pumzi imefika katika piki kubwa sana, so try to balance your breath, be normal. Na ndio maana nasemaga kila siku mkiwa mnashiriki tendo la ndoa, jitahidini pia kuongea ili kuweza kucontrol your emotion, control pumzi yako, kwa sababu pumzi ndio imetawala katika namna hisia. Pumua vizuri wakati unashiriki tendo, just relax, kwa sababu kupumua vizuri ndio kufanya urelax. Pumua vizuri, usikubali pressure ama pumzi yako iwe inaenda, mapigo ya moyo yanaenda kasi. Just relax and enjoy the show. Kwa hiyo mbinu ya tatu, balance pumzi yako. Hakuna haja kwenda hivyo. Hivi vitu tunapopumua na tunaweza kuwa tunafanya mapenzi. Hivi vitu tunapopumua, hivi vitu tunavyoongea na tunaweza kuwa tunafanya sex. Hiyo itakusaidia wewe kujibalance hisia zako na pumzi zako zikawa balanced, na wewe kufanya uchelewe kukojoa. Kwa hiyo mbinu ya tatu, balance ama tawala mipumuo yako, pumzi zako, namna unapopumua. Hiyo inasaidia sana. Relax. Babu, mbinu ya 4 itakusaidia wewe kama mwanaume kuchelewa kukojoa, usikaze akili yako. Wanaume wengi wanawahi kufika mshindo kwa sababu wako very concentrate, yani concentration yao ni kubwa, umakini wao ni mkubwa sana katika lile tendo. Sasa punguza umakini, punguza kumakinika, usikaze akili kufikiria ule uchi, kufikiria namna anavyokatikia, kufikiria namna anavyokucheza. No, sometimes unaweza, ndio ile nikasema unaweza ukacontrol your mind, mawazo yako kutokaa katika lile tendo. Sometimes anakatika vizuri, anafanya vizuri, unaweza ukafikiri ama ukahamisha mawazo yako katika sura yake, kwa maana sura yake nzuri, macho yake mazuri, lakini angalia natamani huku, unaendelea kufanya, lakini wewe akili yako umehamisha katika mawazo mengine. Haujaiweka pale kwamba inavyoingia, inavyotoka, inavyobana, ilivyo tamu, ilivyo na moto. Hauweki pale akili unaihamisha. Na Wakongo wanaweza wakanifahamu kabisa. Wapo Wakongo wanaweza kuitoa akili yao hadi pale wakaipeleka kazini. Yani anatoka pale kimtazamo, kimawazo, mawazo yake anapeleka mbali, lakini yuko pale na anakusupport, lakini wewe hujui. Kumbe mawazo yake kaatoa pale, kaeka hivi, nikitoka hapa nikienda kazini kesho, lakini anakuangalia tu kesho hapa, lakini mawazo yake anaongea hayo, kesho hapa nitapata pesa. Alafu ile inamsaidia yeye kumuondoa kihisia ama kimiemko, msisimko katika lile eneo na kumpeleka eneo jipya. Kwa hiyo huko anakuwa kama yupo kimwili, lakini kimawazo ama kifikra yuko eneo lingine. Kwa hiyo usimakinike sana na those stuff, namna anavyofanya ama namna mnavyofanya. Ushanielewa? Lakini pia usimakinike sana kwa namna gani unaweza kumfurahisha. Sometimes pressure yetu kubwa ya kutaka kujua tunamridhishaje mwanamke ndio pressure inayotusababisha na sisi tuwahi kufika kabla ya wao.
Sio, ushanielewa? So usimakinike sana, usikaze sana akili, usifuatilie sana hivi namna ninavyofanya najisikiaje, hivi namna ninavyofanya imefika hapa, imefika pembeni hapa, hapa ndo pembeni, hapa ndo penye, hapa nagonga pale pale penye. The moment ama the more unavyoendelea kufikiria lile tendo unavyolifanya, ndio the more unavyokaribia kumaliza, my friend. So usikaze sana akili, usimakinike sana na tendo, go away. Ndio maana hapa sometimes napenda sana mtumie pia tekniki ya kuzungumza. Hii inasaidia kuwaondoa katika dini. Lakini wewe endelea kupiga show yako vizuri, ila tu unaweza ukaipeleka akili yako mbali. So hiyo ndio mbinu ya 4. Punguza kumakinika na tendo unalolifanya. Hii itakusaidia sana kufanya last long, ufanye kwa muda mrefu tendo la ndoa, kwa sababu hujajidhatiti katika eneo husika. Ukijirudisha katika mfumo unawahi kukojoa. Kwa hiyo toka katika mfumo ili uwepo pale kimwili, sio kiakili. Na hii inafanya kazi sana, watu mnaelewa, hii inafanya sana kazi. Kwa hiyo itumie hii mbinu ya itakokusaidia. Mbinu ya 5 itakokusaidia wewe mwanaume kuchelewa kufika kileleni. Badilisha style ama badilisha mikao. Kuna baadhi ya mikao huongeza msisimko sana. Sasa ukiona kuna mkao mmoja umemweka mwenzako unakupelekesha ama unakushawishi kumaliza haraka, usiendelee kufanya huo mkao, badilisha. Sasa hapa tunaelewana. Ukiachana na mkao fulani unakufanya wewe kukojoa, mimi na uhakika wewe kama mwanaume unaelewa kuna mikao fulani ukikaliwa hauchelewe, uchukui round unawahi kukojoa. Epuka hiyo mikao kuifanya kwa mapema ama kuifanya haraka. Sio, unielewe? Na usiruhusu mwenzako aikae hiyo mikao. Wanawake pia hapa najua wanafahamu fika huyu mwanaume nikimkaliaga hivi atoboi, sekunde achukue atakuwa kamaliza. Wanaelewa. Na ndio maana wanawake fulani wakiwa wamechoka wataki kufanya kitu na wewe ama wajisikii wanakukalia hiyo mikao ili wahi kumaliza. Najua wanawake wanaelewa hili. Lakini hata sisi pia wanaume tunaelewa. Kuna baadhi ya mikao tukiwekewa hatuchukui rounds. Kwa hiyo epuka hiyo mikao kuwekewa mapema ama kuiweka mapema. Mke wangu mimi akinikaliaga juu sichelewi namaliza. Mke wangu labda mimi nikimweka kifua cha mende sichelewi namaliza. Mke wangu labda mimi nikiwa namfanya huko ananichezea kifua sichelewi namaliza. Jaribu kuepuka hiyo mikao ama hayo mazingira kufanya kwa muda mrefu. Tushanielewa Kwa kuwa mtu unabadilisha style. Na hii ndio itarudi kule kwenye ile namba 1 ya namba 2 kama sikosei nilikwambia ile mbinu ya pili, sijui kama nilikwambia ile ya kusimama na kuendelea. Maana yake ukiona mbadilisha mwanamke style, maana yake wewe una buy time, unanunua muda pale kama sekunde 3, sekunde 10 wa kuondoa concentration katika tendo na kuweka concentration katika mtindo mwingine. Maana yake utaanza kufikiria mgeuka hivi kidogo. Hebu weka mguu kwa nyuma kidogo. Hebu sogea kwa hapa. Maana yake tayari akili yako ushahamisha umepeleka katika eneo lingine. Kwa hiyo ukiingiza tena unaanza upya. Sio, umeelewa? Kwa hiyo kubadili style kuna kusaidia wewe pia kujinunulia muda wa ziada wa kupumzisha msisimko wako. Lakini pia zipo style ambazo utakiwi, sio lazima uchomoe ndio ubadilishe. Zipo style ngoma ipo momo na unabadilisha huko ngoma ipo momo. Lakini kitendo cha kubadilisha tu kinakusaidia wewe kufanya uwe kama una renew ama unaanza upya katika namna ya msisimko. Kwa hiyo badilisha style. Na badala ya kuona umetosheka sasa mmelifanya tendo vizuri, unaweza ukataka kumwambia tena weke ile style ambayo ukiwekewa ndio unafurahi na unamaliza. Sasa hiyo itakuwa haina tena shida. Lakini pia ukiachana na kubadilisha style, wapo baadhi ya wanaume wanaelewa kuna style fulani wakiwekewa inawafanya wachelewe. Ipo. Mimi mwanamke akinikalia hivi tutafanya hadi asubuhi sikojoe. Then hiyo iwe style yako pendwa ya kuitumia kama una tatizo la kuwahi kukojoa. Style fulani unaona kabisa hii style tukikaaga mimi nachelewa kukojoa. Then hiyo iwe style yako pendwa, my friends. Ndio iwe style yako ambayo unaweza kufanya kwa muda mrefu mpaka yanafikia hatua ya kukojoa. Kwa hiyo sio mbaya kusema huyu ana style nyingi, ana style chache tu. Kwa ulinzi wako ni vyema ukaitumia zaidi hiyo style ambayo unajua wewe unachelewa kukojoa. Sio, unaelewa? Kwa hiyo mbinu ya 5 ni kubadilisha style na kuchagua zile style ambazo unajua kabisa hizi zinanifanya mimi nichelewe kukojoa. Hiyo ni mbinu ya 5. Tuende katika mbinu ya 6. Mbinu ya 6 itakusaidia wewe mwanaume kuchelewa kufika kileleni ni maandalizi. Muandae mwenzako, andaaneni. Na usikimbilie, ndio ile nilosema pupa, usikimbilie kumuingiza tu. Sasa kuandaana kuna kusaidia vipi? Kuandaana kuna kusaidia wewe kurelax. Nilikwambia pale, pupa utapunguza pupa. Pressure utapunguza pressure.
ndio ile katika namna ya upumuaji utakuwa mzuri, lakini utakufanya wewe usiwe na ile shauku kubwa ya msisimko mkubwa, kwa sababu itakufanya calm down. Utaanza kuvizoea vitu, utaanza kuzoea mazingira, kwa sababu atakugusa, atakunyonya pengine. Kama atakunyonya ama atakuchezea, maana yake hata ukiingiza ume wako ndani hautokuwa na ile excited ya kama kitu kipya kimetokea, kwa sababu tayari mwili wako upo tayari na ushazoea hali. Kwa hiyo chochote utachokifanya kitakuwa katika msisimko mkubwa kama unaanza, kitakuwa katika muendelezo tu, ndio maana utaweza kusustain kwa muda mrefu. Kwa hiyo maandalizi pia jamani, hayasaidii tu mwanamke, ila anakusaidia na wewe pia mwanamke. Lakini pia maandalizi yatakufanya uwe comfortable. Kwa nini? Vipi kama mtakuwa mnaandaana afu kafanikiwa kumfanya mwanamke akojoe hata goli 2 ama goli 1 wakati tu unamuandaa? Maana yake itakufanya wewe ujenge confidence na kujiamini na kukufanya urelax zaidi unapoingia katika tendo, kwa sababu tayari unajua mwenzako ameshafika. Kwa hiyo hautakuwa tena na pressure kubwa kuja utamridhishaje ikiwa tayari kisharidhika. So unaingia katika tendo katika namna kwamba sasa na relax. Ball position naongoza mimi. Cheza pasi tu. Si umenielewa? Kwa hiyo hiyo ndio mbinu ya 6 itakokusaidia wewe kuweza kuchelewa kufika matumizi. Mbinu ya 7 itakokusaidia mwanaume kuchelewa kukojoa ama kuchelewa kufika kileleni ni kuepuka matumizi ya pombe. Kwa hiyo watu wengi wanafikiri pombe inasaidia, lakini ukweli ni kwamba pombe ama unywaji pombe kupita kiasi unapoteza udhibiti wako wa mwili. Ukinywa pombe utashindwa kujikontrol na kufanya ya mambo niliyowahi kukwambia hapa. Sio, nifahamu Kwa hiyo pombe ni moja ya kitu ambacho kitakufanya wewe unawahi sana kukojoa. Wapo watu wanaosemaga mimi yule mtoto namnywa sio konyage, mtoto namlia bia hizi, yule mtoto atanitambua leo. Pombe inapoteza udhibiti wa mwili. Kwa hiyo usipende pombe. Hizo zilikuwa ni mbinu 7 zitakazokusaidia wewe mwanaume mwenye tatizo la kuwahi kukojoa ama kufika kileleni, uanze sasa kuchelewa kufika kileleni na kuhakikisha mpaka umemridhisha mwenzako, ndio na wewe unaweza ukawahi kuridhika. Kumbuka, kuchelewa kukojoa ni ujuzi tu, wala sio ulijali ama sio ndo wanaume. Hapana, na kuwahi kukojoa ni maumbile tu, ndio nature. Kiumbe mme kimeumbwa kuwahi kukojoa. Tazama viumbe vyote duniani, kuku achukue hata sekunde 20, bata, sio ng'ombe, sio simba, sio viumbe vyote cha kiume kimeumbwa kuwahi kufika kileleni. Changamoto inayotukuta wanaume kwa wanawake wanaosema tunawahi na waboa ni kwa maana wanakutana na wanaume wengi tofauti. Kwa hiyo atakutana na Juma anaenda dakika 10, atakutana na Mombeki anaenda dakika 5. Kwa hiyo inawatengenezea wao pressure kubwa ama inawapa ujuzi mkubwa wa kuelewa kwamba huyu hawezi, huyu anaweza. Vinginepo na hapo, kuwahi kukojoa sio ugonjwa wala sio madhaifu, na kuchelewa kukojoa ni ujuzi wala sio ulijali wala sio. Ndio maana leo nimekupa hizi mbinu ili kuongeza ujuzi wako na maarifa katika namna ya nini unaweza ukafanya ili kuchelewa kukojoa. Sasa wapo watu pia wanatumia dawa watakuwafanya wao waweze kuchelewa kukojoa. Niseme tu kwa manufaa yao, nadhani si kitu kizuri sana. Usikubali kuharibu afya yako ya mwili kwa sababu ya kumridhisha mwanamke. Ikiwa unaweza ukamridhisha hata usipoamua kumwingilia, then wewe unaamua kuharibu afya yako ya mwili na akili ili umridhishe. Unakunywa vidonge, unapaka madawa, mwisho wa siku inaweza kukuathiri katika namna ya maumbile yako, akashindwa tena kusimama ama atasimama bila kukosa nguvu, ama kukuharibu kisaikolojia ukashindwa kufanya lile tendo mpaka wewe unapata hizo dawa. Kwa hiyo hizi mbinu zitumie, na badala yake acha kutumia dawa, tumia hizi mbinu, zitakusaidia sana. Mimi naitwa Mombeki Crispin, natumai wewe kama mwanaume umenufaika sana na hili somo, si ndio Kwa sababu limekuwa ni somo mnaoliomba sana. Lakini pia wewe mwanamke unaweza ukatumia hii video kuweza kurusha kwa wanaume wengi zaidi, kutumia linki kwa wanaume wengi zaidi, ili na nyinyi kile kilio chenu kipate tiba, cha kwamba wanaume wanawahi sana kukojoa kabla yetu, kipate tiba na wanaume wajirekebisha. Tumia hizi mbinu katika namna ya kuridhishana. Na kanuni ni ile ile kwa wanaume wenzao, usikojoe kabla mwanamke wako hajakojoa. Hayo ndio mapenzi salama, hayo ndio mapenzi yenye afya, na hayo ndio mapenzi yenye furaha, na hayo ndio mapenzi matamu. Hadi wakati mwingine tena, ulikuwa na mimi Mombeki Crispin. Hii ni Mbeki TV. Kama ndio kwanza mara ya kwanza umejiunga na mimi, basi usiache kusubscribe, kwa sababu kusubscribe ndio inatuleta pamoja ama inatuleta karibu. Kila ninapotuma masomo yangu, wewe miongoni mwa watu watakaoyaona na kuyapata. Lakini pia usiache kucomment, niambie hii video imekufundisha nini, umeexperience kitu gani, kipi ulishawahi kufanya na kweli kukusaidia, mbinu gani waga unaitumia kuchelewa ama kuwahi. Mwanaume wako pia je, anakuwa na wahi au anachelewa?
niandikie kwenye comment na mimi nitakuwa nakujibu, tutapiga story. Na wale wenye changamoto binafsi wanahitaji kuongea nami private, namba yangu ya simu kama umeiona hapo ni 0659 152333. Nitafute na tutaongea mambo mengi sana na kushauriana. Hadi wakati mwingine tena, mimi na wewe tukutane katika video inayofuata. Sawa sawa? Bye bye.